ya waliojitokeza kwenye hayo maandamano ni vijana, na vijana wanadai ya kwamba mimi nitakukatisha Odemba, hayakuwa maandamano. Unayahitaji. Kilichotokea zilikuwa ni fujo, ni vurugu. Waliojitokeza sasa kwa asilimia kubwa walikuwa ni vijana, na vijana wamekuwa wakisema ya kwamba serikali haiwasikilizi. Kwa nini serikali haiwasikilizi vijana, msemaji wa serikali? Kwanza kwamba idadi kubwa walikuwa ni vijana. Nadhani pia na yenyewe itahitaji tujiridhishe pasipo mashaka, kwa sababu katika watu ambao walikamatwa na jeshi la polisi, baadhi yao sio vijana. Lakini nakubaliana na wewe kwamba inawezekana idadi kubwa ikawa ni vijana, kwa sababu hakukuwa na ujumbe mahususi uliotolewa. Hata hili kwamba kuna madai ya vijana, tunalichukua kutoka kwenye mijadala inayoendelea kwamba kuna madai ya vijana. Sasa ni kweli changamoto ya madai ya vijana ipo, na haipo Tanzania peke yake, ipo dunia nzima. Nchi yetu hivi ninavyozungumza, idadi kubwa ya watu ni vijana. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi iliyofanyika mwaka 2022 na maoteo yake kwa mwaka 2025, tunakadiria saa hizi tunaweza tukawa tuna vijana wenye umri wa kati ya miaka 15 mpaka 35 kama milioni 33 hivi. Kama milioni 23 wanakwenda kama asilimia 33 ya idadi yote ya watu. Sasa ukienda mpaka watu wenye miaka 45 unakuta idadi ile ni kubwa sana ya watu ambao ndio kundi ambalo hasa linahusika na kufanya kazi. Kumekuwa na mijadala kwenye hata nje ya hicho kilichotokea tarehe 29, kumekuwa na mijadala juu ya madai ya vijana kutaka kupata ajira, kutaka wasikilizwe hoja zao na mambo kuhusu maisha yao. Ni masuala yanayohusu maisha yao. Na unaamini ya kwamba serikali haiwasikilizi? Serikali inawasikiliza sana. Lakini nakubali kwamba tunahitaji kuwasikiliza zaidi. Na ndio maana Mheshimiwa Rais baada ya kuunda serikali ya awamu ya 6 kipindi cha pili, ameamua kuunda wizara maalum ya vijana, na imepewa maelekezo maalum, na ameongeza msisitizo maalum. Nitakwambia kitu kimoja, Odemba. Kwanza, sio kweli kwamba hatuwasikilizi vijana. Vijana wanasikilizwa. Na unasema mnaongeza kuwasikiliza sasa. Tunaongeza kuwasikiliza. Kwa sababu pia mnawasikiliza sana kwa wakati za nyuma. Ndio, na kwa sababu ni ukweli pia kwamba idadi kubwa ya watu tulionao katika nchi yetu ni vijana. Kwa hata program zetu za maendeleo kwa sehemu kubwa zinawanufaisha vijana. Nitakupa mfano. Leo sisi tuna mradi kwa mfano wa BBT. BBT sehemu kubwa wanaoguswa ni vijana. Jenga kesho iliyo bora. Tunatekeleza huu mradi, sehemu kubwa ya wanaonufaika ni vijana. Ni mradi ambao umelenga kuwanufaisha vijana 1.6 milioni, na mpaka sasa hivi karibu nusu yake tumeshawafikia. Tunawapatia maeneo ya kulima, wanachimbiwa visima, wanapewa mashamba. Katika hekta karibu 10,000 na kitu ambazo zimehusika kwenye BBT, hekta zaidi ya 7,400 zimekwenda kwa vijana, na tumewapatia fedha. Ukienda kule Chunya kule, sasa nimesema tunawasikiliza zaidi. BBT inaendelea. Hivi ninavyozungumza na wewe, serikali iko katika hatua za mwisho za kupata dola za Kimarekani takriban milioni 129 ambazo zinakwenda kutekeleza mradi mkubwa wa kilimo kule Mapogoro kule Chunya, Mbeya. Huu mradi unakwenda kuwanufaisha vijana. Utasababisha vijana wengi wawe kazini, wafanye kazi. Tumepata hati pale, tuna hati ya eneo la takriban hekta 20,000 zinakwenda kwa vijana. Lakini pia Mheshimiwa Rais ameahidi katika siku zake 100 kutoa shilingi bilioni 200. Hizi ni fedha ambazo zinakwenda kwa vijana. Msisitizo zaidi unakwenda kwa vijana. Lakini kama nilivyosema, haya mambo hayajaondoa, hayana maana kwamba tulikuwa tufanyi kazi kwa vijana. Kwa nini wasikiliza sasa? Kusikilizwa kwa vijana mnaipa nguvu zaidi mara baada ya Oktoba 29. Nimekuambia kabla. Tumeanza kuwasikiliza vijana hata kabla ya. Lakini sasa hivi umesema mmeongeza. Tunaongeza zaidi kwa sababu pia ni kweli kwamba vijana ni wengi kuliko makundi mengine. Hivyo kwa wakati, sio kwamba ni upendeleo kwao, au yani kwa Kikinga wanasema is not a favor. Ni haki kwa sababu wao ni wengi. Kwa hiyo na serikali ni muhimu ikajielekeza. Lakini pia ni ukweli, Odemba, nguvu kazi ya taifa ni vijana.
Kwa hiyo ukitengeneza mazingira mazuri kwa vijana, basically umetengeneza mazingira mazuri kwa jamii nzima. Vijana hawa wanalea wazee wao, vijana hawa wana watoto. Kwa hiyo ukirigusa hili kundi kwa msisitizo mkubwa, kwanza kwa kuwa ndio nguvu kazi ya taifa, pia tunakuwa tumeyafikia makundi mengine. Sasa tutakuwa taifa la ajabu ambao tunapuuza vijana. Na ndio maana hata kwenye nenda kafanya uchambuzi wa bajeti yetu. Mwaka huu 2025-26 bajeti yetu ya serikali ni shilingi trilioni 56.4. Tunakwenda kufanya kazi kubwa ya kuelekeza hii fedha kwa sehemu kubwa kwenye shughuli ambazo vijana zitawagusa moja kwa moja. Ukiacha ukosefu wa ajira kwa vijana wa Tanzania, unadhani ni kilio gani kingine kikuu cha vijana wa nchi hii? Vijana wanataka maisha yao. Ni mambo ambayo tumefanya tafiti ndogo ndogo. Wanataka kuhangaika na maisha yao. Wakipata ajira, wapate kipato kizuri, wanataka sauti zao zisikilizwe. Unamwona Your future starts at USIU Africa. Experience world-class education, a diverse community, and cutting-edge facilities designed to help you succeed. No matter your dreams, we provide the tools to make them happen. Ninyi serikali tunaweza tukawa tunafanya jambo ambalo pengine kijana anataka kitu tofauti zaidi. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia kwenye maeneo yote. Kwa mfano nitakupa tu mfano. Sasa hivi dunia inakwenda kwenye uchumi unaotegemea teknolojia. Serikali inafanya uwekezaji mkubwa sana kwenye eneo la teknolojia kwa sababu ni eneo ambalo vijana wengi wamejielekeza huko. Tunataka tuwekeze kwenye kuwawezesha vijana kunufaika na vitu kama akili unde, vitu robotics, ndio teknolojia zinakokwenda, Internet of Things, mambo ya cyber security kwenye cyber system. Tuangalie namna gani vijana watanufaika, na hivi ninavyozungumza tuko kwenye maandalizi ya mwisho. Serikali inategemea kupokea takriban shilingi bilioni, hela za mkopo, ni hela zetu. Ni hela zetu, maana kuna watu wanadhani tukikopa fedha basi hizo hela zinakuwa za msaada. Ni fedha zetu kwa sababu tutazilipa. Tunategemea tupate dola milioni 165 kwa ajili ya kutekeleza mradi wa kituo cha teknolojia pale Nala Dodoma. Ni kituo ambacho kitatoa fursa nyingi kwa vijana. Tuwawezeshe kuanzisha vitu vinaitwa miradi startups. Uanzishe miradi mbalimbali itakayowezesha kufanya biashara, kutumia mitandao na teknolojia, kufikia uwekezaji mkubwa, kuingia kwenye masoko mengi duniani. Hivi vyote serikali inafanya kwa sababu tunajua dunia ndiko iliko, na vijana wetu tusipowafikisha huko tutakuwa hatukujibu mahitaji yao. Moja kati ya vitu ambavyo vijana wa nchi hii, Mheshimiwa Gerson Msigwa, wamekuwa wakisema ni kusikitishwa vile na kupinga mambo ambayo yanaendelea nchini, ikiwemo vijana kupotea na watu kutekwa katika taifa hili. Msimamo wa serikali ni upi kuhusu swala la utekaji na watu kupotea na wajulikani walipo, Mheshimiwa Gerson Msigwa? Kwanza serikali haiungi mkono matukio haya kwa sababu ni makosa na tunasikitishwa sana pale matukio haya yanapotokea. Hatuungi mkono, hayakubaliki, na pale tunapobaini waliofanya makosa haya tunachukua hatua. Lakini pili, naelewa sio vijana peke yake. Hakuna mtu yote ambaye anapenda mwenzake atekwe au auawe. Si matukio mazuri na hayakubaliki. Ni hatua gani sasa mlizochukua? Manake watu kadhaa wametekwa, wengine walipotea na wajulikani walipo mpaka sasa. Mheshimiwa Msigwa, je, serikali imeshindwa sasa kukomesha utekaji katika taifa hili? Wako ambao tulipokea taarifa za kupotea kwao na wamepatikana. Wanaendelea na shughuli zao. Wengi tu, kila siku jeshi la polisi linatoa taarifa. Lakini pia wako ambao baada ya kupokea taarifa za kutoonekana kwao wanaendelea kutafutwa. Hii ni kazi ya jeshi la polisi, wanaendelea kufanya hivyo, na msimamo wetu serikali ni kwamba unajua ulinzi wa raia na mali ni jukumu linafanywa na jeshi la polisi, lakini pia linafanywa na sisi wote wa Tanzania. Kwa pale ambapo jamii inazo taarifa, inaweza kushirikiana na vyombo vyetu vya kisheria vinavyochukua hatua dhidi ya mambo haya, tushirikiane, kwa sababu kama nilivyosema, serikali haiungi mkono utekaji, haiungi mkono watu kuuawa. Ni mambo ambayo kwa pamoja tunahitaji kushirikiana kuyakomesha. Kwa hiyo pale ambapo imetokea pengine mtu amechukuliwa au ametekwa, ikathibitika kweli alitekwa,
basi ni jukumu la msingi la jeshi la polisi kumtafuta kwa kushirikiana na jamii yenyewe. Serikali, mnajua ni nani anayewateka watu hapa nchini? Wako watu ambao wamepatikana na wametutajia watuhumiwa wao waliohusika na matendo hayo, na wale watu wamekamatwa na wamefikishwa kwenye vyombo vya sheria, kwa sababu ni kesi ziko huko mahakamani, nisingependa kuzijadili, lakini pale ambapo bado hatukufanikiwa kupata watuhumiwa tunaendelea kuwatafuta. Serikali ya Marekani kupitia ubalozi wake wa Marekani hapa nchini Tanzania, Dar es Salaam, walieleza na kutoa statement kwa wananchi wake wa Marekani wanaoishi Tanzania ya kwamba wachukue tahadhari kuanzia tarehe 5 kuelekea kwenye Desemba 9 kwa kile walichowaeleza ya kwamba wajiepushe na mikusanyiko pamoja na maandamano, wakidai ya kwamba wachukue tahadhari vile vile kuhusu usalama wao. Hii inamaanisha nini? Ya kwamba usalama wa Tanzania umekuwa wa kuyumbayumba kwa kiwango hicho mpaka Marekani watilie mashaka? Sio nia ya serikali kuingilia kazi za taasisi mbalimbali za kimataifa, lakini pia kutengeneza taharuki kwenye nchi ambayo ina utulivu na yenyewe sio sawa. Vyombo vyetu vinahakikisha kwamba nchi yetu iko salama wakati wote. Matukio yenye viashiria vya kukosekana kwa usalama yanapotokea, vyombo vyetu vinachukua hatua kwenda kututangazia duniani kwamba nchi yetu sio salama. Whoever atakayefanya hivyo sio sawa, sio sawa. Kwa hiyo nimeona hayo matamko. Nachotaka kuhakikishia, wawe ni ubalozi wa Marekani au nchi nyingine yoyote, ni kwamba vyombo vyetu viko macho, vinafanya kazi usiku na mchana, kama ambavyo vyombo vya nchini kwao vinafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha viashiria vyote vya kiusalama vinakabiliwa, kuhakikisha watu wao wako salama. Na vyombo vyetu vya Tanzania vya ulinzi na usalama muda wote viko macho kuhakikisha watu wetu wako salama, nchi yetu iko salama. Na hii kazi inafanywa kwa weledi mkubwa, na hata pale matishio yalipotokea, vyombo vyetu vimefanya kazi kwa weledi mkubwa kuhakikisha vinakabiliana nayo. Matukio tuliyoyajadili hapa ya tarehe 29, kama vyombo vyetu vingekuwa legelege, leo tungekuwa tunazungumza madhara makubwa kuliko tuliyoyaona. Vyombo vyetu vilifanya kazi, tunatambua kuwa kuna madhara yalijitokeza. Tunasikitika sana sisi wenyewe upande wa serikali kwamba katika vurugu zile Watanzania wenzetu wamepoteza maisha. Mwenyezi Mungu awaweke mahali pema. Si jambo ambalo serikali inalifurahia hata kidogo. Sio serikali wala viongozi wa serikali. Tunatambua kwamba kuna uharibifu mkubwa wa mali, wa biashara, watu wamepoteza ajira, vijana wamepoteza mitaji yao, tunatambua. Lakini vyombo vyetu vilifanya kazi na vikahakikisha kwamba nchi inarejea kwenye hali ya amani na utulivu, na hilo ndio jukumu ambalo tunalifanya sasa kwenye hii tarehe ambayo imetangazwa, na nchi iko shwari kwa kazi inayofanywa na vyombo vyetu inshallah. Walieleza vile vile kwamba watapitia mashirikiano yetu baina ya Tanzania na Marekani. Je, hii haiwezi katuathiri kivyovyote vile kidiplomasia, lakini hata kiuchumi, hasa ukizingatia kwamba hawa ni wahisani wetu wakubwa? Hawajasema wanakwenda, wamesema wanapitia. Kupitia si tunajadiliana, tutakwenda tutajadiliana. Kuna kitu wamekiona hakiko sawa, watatuambia walichokiona kinachofanya wapitie. Serikali yenyewe imejiandaa vipi? Hakuna shida, sisi wakati wote tuko tayari tu, na sio wao tu. Kwenye mahusiano ya nchi na nchi, swala la kuangalia mahusiano yetu yanakwendaje ni mchakato wa kawaida. Ni mchakato wa kawaida. Kwa hiyo kama wana jambo ambalo wanaona ni specific ambalo linawafanya wa review, basi tutakwenda kukaa nao, tutazungumza, tutasikiliza, watatusikiliza na sisi wao tutawasikiliza. Mimi naamini tutaelewana. Kumekwepo vile vile na mkanganyiko kuhusiana na vitu vilivyoharibika, mfano vituo vya mafuta. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, wakati akizungumza na Warira, alitoa taarifa ya kwamba vituo takriban 672 vilichomwa moto. Wamiliki wa vituo
wa mafuta walisema ya kwamba vituo takriban 42 vilichomwa moto, 25 ikiwa ni hapa Dar es Salaam na vingine vilivyosalia vikiwa mkoani. Ridhiwani Kikwete, waziri, naye akizungumza alisema ya kwamba aliambiwa ya kwamba vituo vilivyochomwa moto ni 92. Idadi rasmi ni hipi juu ya vituo vya mafuta vilivyochomwa, na Watanzania waamini yupi? Waziri mkuu, waamini wenye vituo vya mafuta au hipi sasa kauli ya serikali kuhusu idadi kamili ya vituo vilivyochomwa? Msemaji wa serikali: 672. 672. Wamiliki wa vituo walivyosema 42. Aliyesema ni nani? Kwa sababu mimi nafahamu, kwa mfano mmiliki mmoja wa vituo vya mafuta vituo vyake vimechomwa 38, mmoja tu. Tena hii ni taarifa inawezekana ikawa imepitwa na wakati. Huyo ni mmoja tu, vituo vyake vimechomwa kwa idadi hiyo. Sasa vilichomwa vituo vingi. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu alitoa takwimu 672. Dar es Salaam hapa. Sasa kila mtu anayetoa takwimu umuuliza kwambie, inawezekana anatoa takwimu za 90 pengine za Dar es Salaam, pengine anatoa takwimu za 90 za Morogoro, pengine sijui za wapi, maeneo mbalimbali, lakini kauli ya serikali ni kauli aliyotoa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Idadi ya vituo ni 672. Kituo cha utangazaji cha kimataifa cha Cable News